Mmoja wa wachezaji ambao walizungumzwa sana wakati anasajiliwa kutokea pale visiwani Zanzibar alikuwa ni Ali Kikuya Karabaka, nyota ambaye alisajiliwa Simba baada ya mambo kutokwenda vizuri kwa upande wake, akaelekea Namungo, akarejea tena Simba, lakini Simba wakasema hapana, wakampeleka JKT Tanzania kwa mkopo, ambapo ameonekana kufanya vizuri zaidi. Mpaka hivi sasa ameshazifumania nyavu mara 4. Shabel Daniel, Simba wanahusishwa na Saleh Karabaka, lakini pia umeona namna ambavyo wanafanya sajili zao. Wanazungumza kwamba kuna tetesi kuhusiana na Baraka Mwangosi kusajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Ilikuwa ni sahihi kwa Simba kumsajili Baraka Mwangosi na kuto kumrejesha Saleh Karabaka ambaye amekuwa na kiwango kizuri ndani ya JKT Tanzania? Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kufahamu ni kwamba Saleh Karabaka na Baraka Mwangosi ni wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo tofauti. Baraka ni mshambuliaji wa katikati. Saleh ni kiungo mshambuliaji wa pembeni. Kwa hiyo unaangalia uhitaji ulikuwa wapi. Unakuja kugundua kwamba mwisho siku Simba alikuwa na wahitaji wote. Yaani ukimtaka Mwangosi basi unaweza ukamchukua pia na Saleh Karabaka. Alafu mwisho siku pia huyu Saleh ni mchezaji wao, yani ni kuku wao tu ambaye anatembea na kamba mguuni. Yani muda wote unaweza kaikanyaga kamba, kaishika, akamvuta, akamrejesha kwenye timu yao. Kama wanaona kuna huo umuhimu. Na kwangu mimi huo umuhimu upo, ulikuwa umuhimu upo kumrejesha Saleh Karabaka kwa sababu anachokifanya JKT akiwa huko kwa mkopo, hakuna winga mwingine ambaye amekifanya mpaka sasa hivi kwenye timu yao. Si Mpanzu, si Kibu, sio huyu Kichue nani Chasambi, sio Joshua Mutale ambao ameshakifanya hicho ambacho anakifanya Karabaka. Kwa hiyo nahitajika mimi ningemrejesha kwa sababu kwanza ni mchezaji ambaye ana sifa tofauti na mawinga wote waliopo pale Simba. Huyu akija anaingia, anaweza akaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba kama wataona kuna haja ya kumrudisha Saleh Karabaka kwa sababu ni an orthodox left footer, yani winga wa kulia anayetumia mguu wa kushoto. Na Simba pale hawana aina ya mchezaji kama Saleh Karabaka kwa sababu mara nyingi huwa wanawatumia mawinga ambao wanatumia mguu wa kulia kucheza pia kama mawinga wa kulia. Utamkuta Kibu ni right footer, Joshua ni right footer, huyu Mpanzo ni right footer, kidogo anaweza kutumia pia mguu wa kushoto, lakini akitokea kulia anacheza kama winga wa kulia, mguu wake wa kulia. Bajabir mguu wa kulia, Chasambi mguu wa kulia. Kwa hiyo Simba kuna wachezaji wengi, profile ya wachezaji wengi waliorundika kwenye timu yao wanafanana. Hamna mchezaji ambaye, wachezaji ambao wana vitu tofauti ni wachache. Ndio hichi mara nyingi unakuta kiufundi wanalazimika mtu kama Morris kucheza kutokea kulia, sio winga. Morris ni kiungo wa kati ambaye analazimishwa kucheza kulia. Maema kiungo wa kati, mna mwingine unakuta analazimishwa kucheza kulia. Kupati mchezaji ambaye ana mikimbio kwenye box, anafanya runs zile kwenye box na kufunga magoli. Mwisho wa siku unaishia kulaumu timu haifunguki, timu haifungi magoli, timu inatengeneza nafasi. Kumbe inategemea, kumbe ni profile tu ya wachezaji ambao umerundikana Simba wanafanana. Hamna wachezaji wenye vitu vya utofauti. Ndio hapa anapohitajika mtu kama Saleh Karabaka arudi apewe winga yake ya kulia kama alivyokuwa akifanya JKT, anafunga magoli. Mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga. Mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti. Mchezaji ambaye anafanya sana mikimbio kwenye box la timu pinzani. Ni threat huyu around penalty area la timu pinzani. Kwa hiyo Simba hawana mchezaji mwenye sifa kama za Karabaka kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kuna huo ulazima wa kumrejesha kipindi hichi ambacho yupo katika kiwango kizuri, aingie moja kwa moja kwenye kikosi. Sioni kama kuna wachezaji wengi wenye uwezo kumzidi yeye Saleh Karabaka kwenye kikosi chao. Hasa mawinga wanaocheza upande wa kulia ambapo yeye anacheza akiwa anatumia mguu wa kushoto. Hivi Karabaka ana uwezo pia wa kucheza kama inside number 10? Anacheza vizuri. Ni versatile. Wakati ipo JKU, amekuwa akitumika pia hata kama false number 9 kwa sababu ana huo uwezo wa kufanya mikimbio kwenye box, na huo uwezo wa kupokea pass nyuma, safu ya nyuma kwenye migongo ya mabeki wa timu ya walinzi wa timu pinzani. Ana uwezo wa kushoot from distance, ana uwezo wa kufinish kwa aina tofauti, placement, long range shots.
ni vitu ambavyo amevionyesha akiwa JKT. Yaani amefunga magoli ya kila aina kwenye kikosi cha JKT katika magoli 4 ambayo amefunga mpaka sasa hivi. Baraka Mwangosi ulikuwa na usajili sahihi? Hapana. Hapana. Nafikiri Simba wangetafuta better option. Mchezaji bora zaidi ya Baraka Mwangosi kwa namna ambavyo walikuwa wanahitaji aina ya mshambuliaji kama Baraka Mwangosi, mshambuliaji mwenye height, mwenye umbile kubwa kidogo. Nafikiri mimi binafsi ningeshauri wangeenda kumuomba Andy Boeli Sekukune. Mchezaji ambaye ana fit sana, Andy Boeli huyo ambaye alikuwepo Yanga na hapati nafasi. Huyo kaka. Kwa nini Andy Boeli? Ni mchezaji ambaye Simba hawana kwenye kikosi chao. Aina yake ya uchezaji kama mshambuliaji, target man. Simba hawana mchezaji wa namna hiyo. Andy Boeli, Jonathan Soa kwenye kikosi chako anaanza na Soa anaanza, lakini hili linaingia kama super sub. Kile hivi ambazo timu zimekaa nyuma anaingia kufanya purukushani pale. Yanga hawakujua namna ya kumtumia, lakini ni mchezaji ambaye akipata timu ambayo inaweza kumtumia vizuri. Boeli ni mshambuliaji mzuri sana. Simba mpaka sasa hivi hawajatambulisha mchezaji yoyote kwenye dirisha dogo. Inawezekana ikawa ni mipango ipo, mipango inaendelea, lakini wanakimbizana na muda hakuna, kwa sababu wiki moja na nusu inayofuatia hapo Simba wanarudi kwenye michuano ya kimataifa. Wanarejea na kikosi hichi ambacho kimeshindwa kufanya vizuri kwenye mechi za mwanzo zile 3 si 2. Ni ngumu kuona hilo. Kwa hiyo Simba wanapaswa kukimbizana na muda, wapate wachezaji wazuri kwa sasa hivi ambao watakuja kuongeza quality kwenye kikosi cha Simba. Hasa wale wachezaji kikosi cha kwanza. Wachezaji ambao watakuja kuongeza ubora na kitu cha tofauti ambacho kimekosekana katika hichi kipindi kifupi cha msimu mpya huu mwaka 2025 2026. Karabaka in, Mutale out. Yaani mapema, yaani sio ni haja hata kusubiri mzee. Yaani niliwahi kuandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba yaani kama ningekuwa mimi nafanya maamuzi, mchezaji aliyestahili kutolewa kwa mkopo msimu huu 2025-26 alikuwa ni Joshua Mutale. Hebu rudia kauli yako. Mchezaji aliyestahili kutolewa kwa mkopo Simba, yani kwa mawinga wote, yani Karabaka alitakiwa abakie kwenye kikosi cha Simba. Na mchezaji ambaye yani sio tu kutolewa kwa mkopo, yani hata kuondolewa kwenye kikosi cha Simba ile squad ya msimu mpya 2025-26. Winga wa kwanza kuondolewa kwenye kikosi cha Simba alikuwa ni Joshua Mutale. Kwa sababu hana impact kwenye, yani mchezaji ambaye ni unamvumilia kwa lipi? Hajawa na impact ile ambayo inatarajiwa. Yaani kuna kuvumilia, kuna mstari mwembamba sana kati ya uvumilivu na kujipotezea muda wewe mwenyewe. Simba wanajipotezea muda kwa Joshua Mutale. Ni mchezaji ambaye hawezi kuwapa kile ambacho wao wanakitaka. Msimu wa pili ukaka hana goli lolote kwenye ligi. Aliwafungia pale Zanzibar. Kawafunga TRA, Kilimanjaro, Maifei, watoto wadogo academy. Na goli moja lile la finali. Yuko wapi mpaka leo? Yaani hata Bajabiri ambaye kaja juzi na magoli mengi kuliko yeye. Anafanya nini? Mtoto mjini anakuambia anamaliza hewa tu za wachezaji wenzake pale Simba. Kwa Karabaka ibidi abaki, Mutale aondoke. Yaani sio tu tukatolewa kwa mkopo. Sababu hata akitolewa kwa mkopo sioni chochote ambacho atakuja kuimprove.